Kama ilivyokuwa desturi yetu, katika video ya siku ya leo msikilizaji, nimekuletea fursa nyingine ambayo unaweza ukaifanya aidha ukiwa nyumbani, kwa sababu tunafahamu kwamba hatulingani uhuru wa namna ambavyo tunaweza tukafanya biashara zetu. Kuna wengine wako nyumbani lakini watamani hata wakiwa nyumbani wafanye biashara za ujasiriamali. Hasa hii hapa ni biashara ambayo mtu anaweza kafanya akiwa mazingira ya nyumbani, aidha ni mama wa nyumbani au kijana. Unaweza kufanya biashara hii ya utengenezaji wa batiki pamoja na vijora. Na katika video ya siku ya leo na kuletea mchanganuo ambao utakusaidia wewe kupata ufahamu zaidi na kujua unaweza ukaanzaje. Karibu sana. Awali ya yote nimekuandalia hicho kitabu kinaitwa Miliki Kiwanda Chako. Kitabu hicho kinapatikana katika soft copy pamoja na hard copy. Utakachotakiwa kukifanya utanitext kwa WhatsApp 0783500971. Lakini pia tuna madarasa WhatsApp ambayo tutakupa mwongozo mzuri wa namna ambavyo unaweza kujifunza. Subscribe pia ikiwa wewe ni mpenzi wa ujasiriamali na unatamani kujifunza zaidi. Katika vijora pamoja na mabatiki msikilizaji, hii ni fursa ambayo kila mtu anaweza kaifanya akiwa popote pale. Kikubwa ni kuipenda na kuielewa, kupata michanganuo mizuri ya bei ya malighafi pamoja na kujua formula nzuri za kuweza kutengeneza ili uweze kupata faida. Unaweza usianze na hela nyingi sana, unaweza ukaanza na hela ndogo. Kulingana na vipato vyetu tunajua kwamba kuna watu wana uwezo zaidi, lakini kuna watu ambao wanajikongoja na wanajitafuta. Kwa hiyo ambao wanajitafuta, ukipata shilingi 100,000 basi inatosha kuanza biashara ya vijora pamoja na biashara ya hizi batiki za kuchomvya, za kukunja pamoja na kuchomvya, na vijora vya kufinyanga. Formula ziko nyingi za kutengeneza. Kwa hiyo utachotakiwa kukifanya katika hiyo 100,000, kuna malighafi zifuatazo ambazo unapaswa kuwa nazo. Cha kwanza kabisa ni vitambaa vya batiki au vitambaa vya vijora. Unaweza ukaanza na java 2 kwa upande wa batiki, na katika vijora pia ukaanza na jora 2. Ukinunua kwa jora inakurahisishia zaidi kwa tofauti na vile ambavyo mtu anaweza kununua vipande. Kuna vipande maana yake unauziwa kwa bei ya rejareja. Kwa faida yako itazidi kuwa ndogo zaidi. Ila kununua java kama java hakuna tatizo, itakulipa vizuri. Malighafi ya pili lazima uwe na rangi. Unaweza kununua rangi 2, rangi 3 au rangi 1 kulingana na aina ya vitambaa ambavyo unavyo, kwa sababu tunaangalia vitambaa zaidi katika kununua rangi, kwamba rangi fulani itashine katika kitambaa hiki. Okay, hilo ni jambo la pili, rangi. Lakini jambo la tatu, malighafi nyingine lazima tuwe na caustic soda. Caustic soda unaweza kununua hata kilo 1 na ukaitumia kwa muda mrefu zaidi au kwa kazi kubwa zaidi. Malighafi nyingine tena ya mwisho, utanunua sodium hydrosulfate. Hivi ni vitu ambavyo utakuwa unavichanganya. Kama tulivyoona katika video iliyopita nilielekeza utengenezaji. Unachanganya rangi, sodium hydrosulfate, unachanganya pamoja na caustic soda. Unaweka maji ya moto sana, alafu unadumbukiza kile kitambaa ambacho tayari ulishakunja kulingana na mikunjo yako uliyoiweka. Kwa msikilizaji, baada ya hapo utakuwa umetengeneza mfumo mzuri wa kutengenezea kipato chako. Hivyo ni vitu ambavyo unaweza kuvinunua kwa shilingi 100,000 na ukaanzia hapo ukapeleka sokoni, aidha kuuza jumla au rejareja kwa watu wa karibu yako, japo watu wa karibu yako wanaweza wakawa si watu sahihi sana wa kufanya nao biashara. Lakini unaweza ukapeleka sokoni au ukauza popote pale.